Leo tumefungua hapa warsha ya siku 2 ya vijana na wanawake ambao pia ni wanatoka wilaya Kinondoni, Ubungo na Kigamboni. Na ni warsha watu 35. Lengo hili ni kuwezesha vijana na wanawake kuweza kuhamasisha vijana na wanawake kuweza kushiriki katika masuala ya uongozi na kuweza kushika nafasi za uongozi, na mwisho wa siku ambao vitawasaidia pia kufanya maamuzi sahihi ambayo mambo muhimu ambayo yatawasaidia katika kufanya maamuzi katika taifa letu. Na kama mnavyojua, sehemu kubwa, idadi kubwa ya sisi wa Tanzania wengi ni vijana na wanawake. Kwa sisi kama shirika tuliona huu mradi ni muhimu sana kuweza kuwawezesha wanawake pamoja na vijana kuweza kushiriki katika masuala ya uongozi, kuhamasisha. Katika mradi huu pia tunawahamasisha wanachuo katika vyuo vyote, vyuo vikuu, hususan vijana na wanawake kuweza kushiriki katika masuala ya uongozi kuanzia kwa vioni, na vile vile kushiriki katika vyama vya kisiasa. Mwisho wa siku kuweza kuchaguliwa kuwa viongozi na baadaye kuweza kuwa viongozi wa taifa na kufanya maamuzi ambayo yanahusu maslahi makubwa ya vijana na wanawake katika taifa hili. Ushiriki wa vijana na wanawake kwenye masuala ya uongozi na demokrasia imekuwa changamoto sana. Changamoto kwa sababu ya sababu nyingi, na mojawapo ni kukosa elimu kuhusiana na masuala haya, lakini pia mifumo ya elimu zetu namna ambavyo ilivyo, kuna namna ambavyo inaonekana kuto kumwandaa kijana na mwanamke hasa kwenda kushika hizo nafasi za uongozi katika maisha yake umri unapofikia kufanya hivyo. Kwa hiyo hao ni baadhi ya mambo ambayo ni changamoto, lakini pia kumekuwa na changamoto ambayo imezungumzwa sana na washiriki, swala zima la masuala ya kifedha. Inaonekana kuna dhana kubwa ya kwamba unapoingia kwenye masuala haya, kwa mfano ya masuala ya kiuongozi na nini, unahitaji kuwa na pesa nyingi, unahitaji kuwa na fedha pengine labda za kuweza kuratibu masuala yako yale ya uongozi ili uweze kukaa kwenye hizo position na vitu kama hivyo. Kwa ni dhana nyingi ambazo zinaonekana kuwa ni changamoto kwa makundi haya kuweza kushiriki. Huu mradi umekuwa manufaa makubwa sana kwa vijana na tumeona matokeo makubwa kwa vijana na wanawake bila kuacha nyuma. Mradi huu tunaufanya wilaya ya Ubungo, wilaya ya Kinondoni pamoja na wilaya ya Kigamboni. Kwa hiyo siku ya leo ni party tu ya activity ya mradi ambao tunautekeleza. Matokeo ni makubwa, tuna testimony nyingi. Tuna vijana wengi ambao tulianza nao mradi 2024. Walikuja hapa si kitu kwenye nafasi za uongozi. Walikuja hapa tulivyowafundisha wakajikuta kumbe wana ile morali ya uongozi. Walipata uthubutu, wakaenda kujaribu na wengine walipata. Kwa tuna viongozi kwenye vyama tofauti. Sisi hatufungamani na itikadi yoyote. Lakini tuna vijana ambao wako Chadema, pale ni viongozi, sina wakubwa. Tuna wengine hapo CCM ni viongozi wakubwa. Kuna wengine ambao vyuo vikuu ni viongozi wakubwa. Kwa hiyo tunaweza kusema mradi huu umezaa matunda, sio kidogo na ni makubwa. Kwa kweli tumejifunza vitu vingi kwenye hii semina, masuala ya uongozi. Na kitu ambacho mimi nimejifunza kwenye hii semina ni ile hali ya kuzidi kujiamini katika maisha yangu, katika nafasi ya uongozi. Ninatakiwa mimi kama kijana, mimi kama mtoto wa kike, nina nafasi gani kujiamini katika masuala ya uongozi? Tukianzia level ya chini, kuanzia mtaani, kata, wilaya mpaka huko juu. Kuna jambo lingine pia nimejifunza, limeniongezea kwenye hii semina leo, hali ya kuthubutu. Tumefundishwa tuwe vijana tuwe na ile mazoea ya kuthubutu. Tuwe na ile hali ya kuthubutu, tusikia kitu fulani kama kitu kipo kwenye passion, tuwe na ile hali ya kuthubutu, tusiwe na vikwazo vya kuogopa. Vijana wengi tupende mazoea ya kusikia kuliko kuongea. Tupende mazoea ya kuambiwa na kupokea. Tusiwe watu vijana wa miemko. Tusiwe vijana wa kujibisha ovyo ovyo. Tusiwe vijana wa miemko, tusiwe vijana wa malumbano. Vijana tuwe watu wa kupokea kuliko kuongea sana. Katika hii semina nimejifunza vitu vingi ambavyo vitakuja kunisaidia mimi na vijana wenzangu. Kwanza kabisa, semina imenipa nguvu ya kuwa mmoja kati ya wajumbe ambao nitaenda kuwapelekea vijana wenzangu nini maana ya uongozi. Lakini semina hii imenifunza vitu, kwa mfano vijana asilimia kubwa ya vijana tunakosa kujiamini. Ndio maana katika uongozi vijana tunakuwa hatuna uthubutu. Timu hiyo mimi kama kijana nimenufaika nayo, sitakubali kubaki nayo mimi mwenyewe. Ni lazima nilichojifunza nitatamani niende kuwapelekea pia wenzangu.